upande wa serikali, kutokana na hali ya utulivu tulionayo, ipo miradi inaendelea kutekelezwa, na niseme tu kwamba kwa kweli sisi kama Wanampanda tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameendelea kutukumbuka, kutuletea fedha za miradi ya maendeleo ikiwemo elimu, afya, maji, barabara, kilimo, masuala ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Hakuna sekta ambayo Mheshimiwa Rais ametuacha kutuletea fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na katika kipindi chake kifupi wilaya yetu tumeweza kupokea takriban bilioni 298, na fedha hizi ni mpaka kufika mwezi wa pili ambazo zilikuwa tayari zishafika, na kuna miradi inaendelea katika utekelezaji wa hizi fedha ikiwemo masuala ya shule. Kwa mfano wilaya yetu ya Mpanda bado uhitaji wa vyumba vya madarasa na shule tunahitaji, ipo miradi inaendelea kutekelezwa sasa hivi. Miongoni ni shule kamili, mfano Kakese pale kuna shule kamili ya msingi, lakini ukienda kule Nsimbo kuna Ugala pale kuna shule ya msingi inajengwa kamili, na vyumba vya madarasa vinaendelea kujengwa, nyumba za walimu, matundu ya vyoo pia yanaendelea kujengwa katika wilaya yetu. Kwa hiyo kwa ujumla niseme miradi karibu yote tunaendelea kuitekeleza, na hii miradi kwa namna moja ama nyingine inawagusa sana wananchi wa wilaya ya Mpanda. Tunatambua kwamba kutokana na maendeleo tulionayo, kila ukifanya kitu na changamoto nazo zinaibuka. Kwa mfano kwenye elimu hapo, baada ya shule kusogezwa karibu, tumegundua kwamba watoto wengi walikuwa hawaendi shule. Kwa hiyo utakuta shule imeanzishwa lakini shule imejaa kabisa, kiasi kwamba tunahitaji tena kuomba shule nyingine. Kwa hiyo rai yangu kubwa kwa Wanampanda, hasa kwenye ile eneo la miradi ambayo tumeletewa na tunaendelea kuitekeleza, ni kuilinda hii miradi ili iweze kutufaa kwa muda mrefu. Kumekuwa na tabia ya watu kuharibu miundombinu, ikiwemo miundombinu ya barabara wanachukua, lakini pia upande wa mashule, masuala ya madirisha aluminium, watu wanachukua wasiokuwa na nia nzuri na maendeleo yetu sisi Wanampanda. Kwa hiyo watu kama hawa tusiwafumbie macho, wanapobainika tuwaombe watoe taarifa. Lakini pia hii miradi huko iko ngazi za vitongoji, vijiji, kwenye mitaa, miradi ambayo inaendelea kutekelezwa ya elimu, ya afya, ya maji, ya barabara. Niwaombe viongozi wenzangu ambao wako huko, wenye vitu wa mitaa, wa vitongoji, wa vijiji, lakini pia kuna watendaji wa serikali, ni jukumu lao pia kuhakikisha hii miradi inakuwa na usalama, inakuwa na ulinzi. Kwa kuto kufanya hivyo tutakuwa tunajiingiza kwenye matatizo sisi wenyewe. Kwa mfano unakuwa na zahanati halafu haina mlinzi, na kwenye jamii tunajua watu wabaya wapo tu. Sasa ikitokea kwenye zahanati pale kimeibiwa kifaa, watakaoathirika ni wananchi wetu. Watakapoenda kupata huduma watakosa huduma. Kwenye miundombinu ya umeme kadhalika hivyo, kuna watu wanaiba baadhi ya nyaya, wanasababisha usumbufu usiokuwa wa lazima, umeme unakatika bila sababu ya msingi. Kwa hiyo sisi kama Wanampanda tuna wajibu wa kulinda hii miradi itufae kwa muda mrefu, lakini wasikae mbali. Wanakijiji wanapoona kuna mradi kwenye kijiji chao, wana wajibu wa kufuatilia, wana wajibu wa kuhoji, kwa sababu ni fedha zao, ni fedha ambazo zimetolewa na serikali yao. Kwa hiyo wana wajibu wa kuhoji na kupewa majibu ipasavyo. Kwa hiyo kwenye miradi kwa kweli sisi kama Wanampanda tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na kama nilivyosema, kwa mfano kwenye eneo la barabara, natambua ile eneo kwa sasa hivi limekuwa na changamoto kwa baadhi ya maeneo, na ni kutokana na mvua ambazo zimeendelea kunyesha. Baadhi ya maeneo barabara zimekatika, makalavati, baadhi ya maeneo pia hakupitiki. Ni kwa sababu ya hizi mvua ambazo zinaendelea kunyesha. Lakini nataka niwahakikishie Wanampanda kwamba tayari tumeomba fedha za dharura kwa ajili ya kuhakikisha yale maeneo muhimu yanapitika. Lakini pia tumeendelea kupokea fedha kwa ajili ya kufungua barabara mpya, kujenga madaraja, na madaraja mengine ni makubwa ambayo tumepokea fedha kwa ajili ya kuyajenga katika wilaya yetu ya Mpanda. Kwa mfano daraja moja hapo ni daraja ambalo liko pale Starike, ambalo hili lilitekelezwa na TANROADS, daraja lenye thamani ya bilioni 9,
lakini tuna daraja ambalo linajengwa la kuunganisha halmashauri ya Nsimbo na manispaa kule kata ya Itenka. Itaunganisha kata ya Itenka na Mwamkulu. Daraja hili lina thamani ya shilingi bilioni 3. Kwa hiyo niwahakikishie tu Wanampanda kwamba serikali tunatambua kwamba yako maeneo ambako barabara zimepata changamoto kubwa kutokana na mvua ambayo inaendelea kunyesha, lakini tutasimamia maeneo yapitike, barabara zitapitika. Tuwaombe watuvumilie kidogo tu kwamba fedha itakapofika maeneo ambayo barabara zimekatika, mawasiliano yatarejeshwa kama ilivyokuwa. Kwa sasa hivi ninatambua kuna mawasiliano yamerejeshwa kwa muda kwa baadhi ya maeneo ambako barabara zilikuwa zimekatika kwa sababu ya hizi mvua ambazo zimenyesha hivi karibuni, na kuna siku mvua zinyesha kubwa sana ndo zilileta athari kubwa sana kwa baadhi ya maeneo, hususan kwenye hilo eneo la barabara. Kwa hiyo niseme kwa ujumla wake, kwa kweli kwa miradi tunaendelea nayo, endelea kuisimamia iweze kukamilika kwa wakati ili iweze kutoa pia huduma kwa wakati.